Viongozi wa dini wana maelekezo kutoka kwa Mungu kwa ajili ya jamii, maelekezo ambayo yamewekwa katika maandiko matakatifu, Biblia takatifu pamoja na Qur'ani tukufu. Na maelekezo hayo ambayo viongozi wa dini wamepewa yanagusa maisha ya kiroho, yanagusa maisha ya kimwili na yanagusa pia maisha ya kiakili. Na kiongozi wa kiroho au wa kidini hawezi kutenganisha maisha ya watu kiroho, kimwili na kiakili. Lazima vyote hivi viende pamoja, kwa maana ya kwamba jamii ikiharibika, viongozi wa kwanza kulaumiwa ni viongozi wa dini. Viongozi wa dini watalaumiwa ikiwa hawatafanya wajibu wao kama walivyopokea maelekezo kutoka kwa Mungu. Lakini viongozi wa dini wakifanya wajibu wao ipasavyo kutoka kwa Mungu kwa ajili ya jamii, na jamii ile ikaharibika, basi viongozi wale hawatalaumika. Lakini viongozi watalaumika ikiwa wamepokea maelekezo kutoka kwa Mungu na yale maelekezo hawakuweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, sisi sote kama viongozi wa dini mbalimbali kutoka maeneo tofauti, kusudi letu ndilo hilo, kuhakikisha kwamba jamii yetu inatunzika vizuri kiroho, kimwili na kiakili, lakini tukitunza sana upendo baina yetu, tukitunza sana na kusema sana kuhusu haki za jamii yetu, lakini pia na kutunza amani miongoni mwetu. Mwambie jirani yako kutunza amani miongoni mwetu. Jamii ambayo haina amani, yenye mifarakano, yenye mapigano, haina maendeleo. Lakini mahali ambapo kuna amani, amani inayotokana na tunda la haki, tunda la haki linalotokana na upendo, basi jamii hiyo inaweza kuendelea vizuri. Kwa hiyo sisi kama Interfaith tuna wajibu wa kuendelea kukutanisha viongozi wa dini mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kusemea masuala haya ya upendo, haki na amani kwa jamii na kwa taifa letu wakati wote. Kwa sababu tumepewa sauti za kinabii kwa ajili ya jamii yetu na kwa ajili ya taasisi zetu za kidini. Kwa hiyo lazima tuwahudumie watu wetu kimwili, kiakili na kiroho. Na kwa ajili hiyo Baba Askofu Dr. Frederick Shaw, mwenyekiti wa CCT na mwenyekiti wetu wa Interfaith mkoa wa Kilimanjaro, akaona kuna sababu ya kuwashirikisha majirani wa mikoa inayotuzunguka, na maandiko matakatifu yanasema mpende jirani yako. Si ndio hivyo jamani? Mpende jirani yako. Tungeliweza kukaa pale Kilimanjaro tu tukazungumza, lakini haisaidii. Kwanza tunakaa pamoja, wazee wetu walivyokaa hapa, si inapendeza jamani? Inapendeza. Na huko kwenye viti tulisema kwamba alipo mchungaji au askofu awepo na shehe karibu, wazungumze kwa pamoja. Na Tanzania yetu ndivyo ambavyo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitutaka tuishi. Mtu atoke Kilimanjaro aende Mtwara, atoke Mtwara aende Zanzibar, atoke Zanzibar aende Kigoma, wote tuishi katika upendo, furaha na amani kwa mustakabali wa kutunza umoja wa taifa letu. Lakini huku tukitazama kwa kina sana utu wetu wa kibinadamu, dini mbalimbali, upendo, haki na amani. Basi kwa maneno haya machache ambayo nimesema, ndio kusudi letu hasa la kukutana hapa. Lakini hata kama tusingelizungumza tukafunga huu mkutano hapa, ni agenda kubwa sana. Ile kwamba wamekutana hapa, tumepiga na picha hapa, tunapeleka ujumbe mkubwa sana kwa jamii. Si ndio hivyo ndugu zangu? Ni ujumbe mkubwa sana kwamba tumekaa hapa, Baba Askofu Shaw yuko na mashehe wawili hapa. Kuna mataifa mengine mambo kama haya hawezi kutokea, lakini kwa Tanzania yetu inawezekana. Mwambie jirani yako inawezekana. Tunakaa pamoja kwa umoja namna hii, na kwa jinsi hiyo basi tunaweza kutunza yale mambo ambayo
yanatuhusu. Na vile vidogo vidogo ambavyo viashiria vidogo vidogo ambavyo vinatutenga, basi tunamkemea huyo shetani kabisa, anapata kushindwa, ili tuendelee kukaa katika umoja wetu. Dini mbalimbali, upendo, haki na amani.